Vision 2030, madini ni maisha na utajiri. Wachimbaji katika mgodi wa dhahabu wa Nyandolo uliopo mkoani Shinyanga vijijini wameiomba serikali ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuwapatia wajiolojia wengi ili kufanya kazi zao za uchimbaji kwa kutobahatisha. Wakizungumza kwa nyakati tofauti na Mohab TV wamesema kuwa kwa kufanya hivyo kutaongeza kipato kwa wachimbaji na serikali kwa ujumla, kwani hawana neno lolote kubwa analoweza kusema zaidi ya asante mama. Mgodi huu tumeuanzisha mwaka 2021 na mpaka sasa tupo tunafanya uzalishaji. Nafikiri katika uzalishaji wetu tunachangia kodi kubwa ya serikali. Ukiingia mkoa wa Shinyanga, Wizara ya Madini, sisi ndio tunaongoza kwa mkoa wa Shinyanga kwa kuchangia kodi ya serikali. Kwa ni fursa ambayo tumeipata kupitia mama, kupitia Chama cha Mapinduzi, ndio maana tunafanya vizuri, hata rekodi zetu ziko vizuri. Mama ameleta mitambo kwa ajili ya wachimbaji wadogo, wakati na wadogo. Lakini sisi tunachokiomba zaidi kwa mama, tunashukuru kwanza kwa hiyo mitambo aliyotuletea. Japo sisi tulioko mbali haijatufikia, tuna imani itatufikia kwa maelekezo ya mama. Lakini tunachokiomba kwa mama, atusaidie kitu kimoja. Atuongezee majiolojia kwa ajili ya kutufanyia utafiti. Sisi tunafanya hizi kazi hatuna utafiti. Leo mimi nikisikia pametoa pale ninafika ninachimba duara, labda mita 100 ninakosa, hapo nimepoteza pesa. Lakini akituongezea hao watu, tutakuwa tunakwenda kufanya kazi sehemu ambayo ninaijua, kwamba nikitoa hiki nitazalisha hiki na serikali itapata kodi hii. Watanzania wengi kwenye shughuli hizi za madini mwanzo watu walikuwa wameziterekeza, lakini baada ya mama kufungua hizi fursa watu wameelewa. Kwa hiyo mimi na imani mama hili liko kwake na ana uwezo wa kulitatua vizuri sana, kwa sababu na imani mama anawapenda Watanzania, anaipenda nchi yake na ni mzalendo kwenye nchi yake, na anayoyafanya yanaonekana. Kama kuna mtu anapinga, huyo ni yeye kibinafsi, lakini sisi mama ametusaidia wachimbaji na tunakwenda vizuri. Kwa upande wake meneja wa mgodi wa Triple H Enterprises Mkama Mugesa, ambao mgodi wake una wachimbaji wapatao 150, amesema kwa miaka 4 ya Rais Dr. Samia uchimbaji umepata thamani kubwa, kukiwa na uhakika wa bei, kuleta soko la dhahabu karibu nao, huku wengi wakinufaika wakiwemo akina mama. Ili wachimbaji wadogo tuweze kuendelea, tunaiomba sasa serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan kuweza sasa kuingia katikati hapo, kusababisha wachimbaji wadogo wapate vifaa, aidha vya mikopo au zile ile wanasema ile grant, ili wachimbaji wadogo waweze sasa kufanya utafiti wa kina. Anajua kabisa kwamba hapa nikienda kufanya hivi nitapata kitu fulani, kuliko sasa hivi tunavyofanya kwa uchimbaji mdogo wa kutumia moko. Hii inakuwa ngumu kidogo, lakini hata hivyo tunashukuru Mungu. Michakato tu sasa hivi imekuwa rahisi sana. Unaona, imekuwa rahisi. Kwa mfano sasa hivi hata mtu unachakata dhahabu yako kidogo, unaweza tu mradi ipate, unaenda tu hapo sokoni una saini karatasi, unaweza ukasema ngoja niende hata Mwanza nikauze. Lakini hapo nyuma ulikuwa huwezi kuvuka mkoa, dhahabu lazima uuze hapo hapo. Lakini sasa hivi mradi tujulikane iko halali, inaandikiwa, unakuwa na risiti, basi wewe unaweza kupata kama hata una mteja wako Dar es Salaam, mradi tunajulikana ilitoka Nyandorwa ni kilo kadhaa, ni gramu kadhaa, inawekwa kwenye, inaandikishwa, inajulikana tangu watoa ya mwanzo hapo, unaenda kuuza unapouza. Kwa hiyo ni mambo yameanza kurahisishwa. Kwa hiyo tunadhani huko mbele ya safari tunaweza tukapata yakirahisishwa zaidi. Kwanza tunashukuru kwa kipindi kifupi hiki cha miaka 4 kuna mabadiliko makubwa sana kwenye sekta ya uchimbaji, na tunamuombea Mungu aendelee kutuletea mabadiliko chanya hapo mbele ya safari. Mmoja wa wanawake wachimbaji, Mwajuma Hasani, amesema wanawake wamefanikiwa sana katika kipindi cha miaka 4 ya Rais Dr. Samia na wanaahidi kutomwangusha katika kura. Kina mama tunashukuru kwa mgodi huu wa Nyandolo. Mgodi huu umeweza kutusaidia. Kina mama tumeweza kujikwamua, tumeweza kujisimamia, wamama wajane, wamama ambao wametelekezwa na waume zao kuweza kujisimamia, kununua mawe na kujikimu. Tumeboreka kwa maisha yetu. Tunamshukuru Mama Samia kwa kutuwezesha kwa kina mama. Mitano tena Mama Samia kwa hatua hizi ambazo tunazifanya za machimbo. Ilikuwa zamani uchimbaji unafanywa na wanaume tu, lakini sasa unafanywa na wakina mama tunaweza pia kujisimamia, tunanunua mawe na tunaweza kujikimu katika kipato na kuboresha maisha yetu. Tunaomba tuwezeshe kina mama kupata mikopo, tuweze kujiinua zaidi, tuweze kujisimamia
na kiwezekana zaidi atuweze kutupatia leseni kina mama tuweze kusimama wenyewe zaidi. Mohab TV, Shinyanga.